Awali yote napenda niungane na wenzangu waliotangulia, viongozi wa dini, kuendelea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa neema zake nyingi na fadhila zake kwa kutuwezesha mkoa na nchi yetu ikabaki kuwa na amani, usalama na mshikamano. Lakini vile vile tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuiongoza nchi yetu, lakini kwa fedha nyingi ambazo anatenga katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta hii ya elimu. Mkoa wetu umeona mafanikio makubwa ya uwekezaji wa Mheshimiwa Rais wetu katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake, na hivyo basi tumeona ufaulu umeongezeka kidato cha sita kutoka 99.5 hadi 99.68, lakini kidato cha 4 pia ufaulu umeongezeka kutoka 81 hadi 93, na hivyo hata ufaulu wa upimiaji wa mitihani ya darasa la 4 umeongezeka kutoka 84 hadi 90. Kwa hakika tumeona fedha pia zimeongezeka katika elimu bila ada, ambapo kwa shule za awali na mpaka kidato cha 6 tumetoka kwenye bajeti ya bilioni 12 hadi bilioni 90. Hivyo tunaendelea kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Wizara ya Elimu oye! Lakini tumepata shule mpya, tumetoka shule mpya 46 mpaka shule mpya 94, lakini madarasa yameongezeka kwa kasi kubwa, idadi ya walimu inaendelea kuongezeka, mabweni, shule za VETA na shule za amali zimeendelea kuongezeka. Mheshimiwa Waziri, sisi tunakupongeza wizara yako, wewe mwenyewe, naibu waziri, katibu mkuu na timu nzima. Tumepata chuo kikuu sasa cha Mzumbe ambacho tunategemea kitaanza udahili katika msimu huu wa masomo, lakini vile vile tuna vyuo vingi hapa Tanga, tuna vyuo vya afya, tuna vyuo vya utumishi, na tunaomba sasa wakati unavyopanga kuelekeza vyuo, basi sisi sasa hivi ndio wakuu kabisa katika mikoa inayoongoza katika viwanda, hasa viwanda vya bidhaa za ujenzi. Tuna viwanda 3 vya cement, tuna kiwanda kimoja kinakuja, lakini tuna viwanda na uchimbaji mkubwa wa limestone, graphite, bauxite. Kwa hivyo kwenye madini, masuala ya viwanda, lakini na uvuvi pamoja na oil and gas. Sasa hivi Tanga ndio imekuwa kitovu sio tu cha mradi mkubwa wa bomba la mafuta la kutoka Uganda mpaka Chongoleani, lakini sasa na refinery ambayo Mheshimiwa Rais wetu amekamilisha kusaini na wenzetu wa Uganda. Kwa hivyo maeneo yote, taasisi, vyuo vitahusiana na masuala ya mafuta na masuala mazima ya logistic, masuala ya bandari, maritime. Hayo yote ni maeneo tunaomba mtusaidie, ikiwemo ni pamoja na kuwanoa zaidi vijana wetu. Tunampongeza na tunamshukuru sana balozi wetu wa China ambaye ameweza kuwepo na sisi hapa, na katika yale ambaye ameshayasema ya kuweza kuwasaidia vijana wa shule ya Tanga Technical pamoja na Galanos ambao wataweza sasa kupata ufadhili wa kuweza kuendeleza masomo yao, lakini pia kwenda hata China katika kuimarisha ufaulu wao na hatimaye kupata ajira katika makampuni ya wenzetu wa China ambao watawafadhili. Kwa hivyo wiki hii ya elimu imeleta faraja na imeleta tabasamu kwa Wanatanga na Watanzania kwa ujumla. Tunawapongeza na tunashukuru kwa heshima mliotupa kama mkoa wa kuendelea kuwa wenyeji katika kipindi hiki tena msimu wa pili, na tuna imani mwakani tena mambo yatakuwa makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Asante sana. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunawakaribisha wote mkoani Tanga, mjisikie mko salama na msiondoke kabla mjanywa chai yetu ya nazi, lakini mkapita kuangalia maeneo ya vivutio vya Tanga. Ukienda usiweni mbali, kuna billboard unaenda mpaka kwenye utalii wa mikoko, lakini Magoroto, na ukitaka unaweza kwenda pia Amboni ukaangalia mapango ya kale, lakini vile vile tuna mbuga 2 za wanyama, mbuga ya Saadani na mbuga ya Mkomazi.